إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Leo tunaondokea kwenye aya nambari 49 kwenye sura yetu hii ya 8, Suratul Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa somo la kufahamu tofauti ya imani za watu. Hata mkiwa mmejumunyika kwenye community ya watu wanaoitwa Waislamu, bado Waislamu huwa wanatofautiana, hawafanani. Idh yaqulu almunafiqun, kumbusha katika kitabu hiki Muhammad maneno walioyasema wanafiki. Wanafiki ni Waislamu, wametamka shahada mbili, msikitini wanakuja kusali, Ramadhani wanafunga, hija wanakwenda, wanatoa zaka na sadaka sometimes, japo kwa shingo upande, lakini wanaitwa jina hilo kwa sababu wanachokisema na wanachokitenda hakiowani na nyoyo zao zinavyoitakidi. Kwa hiyo mnafiki huwa ni mtu, wasomi wanamwita double standard. Unamuona kwa sura nyingine, kwa dhahiri, lakini ndani anakuwa yuko tofauti na vile unavyomdhania au unavyomuona. Sasa hata katika taswira hii ya maisha ya kijamii wakati wa mtume mwenyewe, mtume yuhai, kuna wafuasi wake machoni mwa dunia wanaonekana ni wafuasi wa Muhammad, Waislamu, lakini huku ndani unawakuta hao wafuasi wenyewe wamegawanyika, wako katika picha tofauti. Sasa yamepita yaliyopita tuliosimuliwa huko tangu mwanzo wa sura. Hapa Allah anatuambia baada ya tukio lile la vita kumalizika, yaliyokuwa yanapatikanwa ndani ya kundi hilo la watu wachache wa Waislamu, hao 313, wengine walikuwa hawana mtazamo mzuri kiimani kwenye dini. Sasa Allah anasimulia hivi, idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun. Kumbusha waliposema wanafiki pamoja na wale ambao nyoyoni mwao mna maradhi. Kwa hiyo hapo itakuwa kama kuna makundi matatu ya watu wanasimuliwa. Kuna waumini safi, wale ambao wakiagizwa hutekeleza agizo, wakifahamishwa jambo wanaelewa somo, wakihamasishwa wanahamasika haraka, wakionywa jambo wanaonyeka. Hawa ndo wanaitwa waumini. Lakini katika waumini kuna ambao wako kinyume na hivyo, sura yao ya muonekano wa nje nyingine, na ndani ya nyoyo zao wana itikadi nyingine. Na kuna wengine si wanafiki, waumini wazuri tu, lakini hii imani ina vigezo vyake. Kwao hawa vile vigezo vya imani havijatimia. Kwa hiyo kama imani yao vile haina chaji, ingekuwa simu tungesema battery low. Mefahamiana eh? Hao ndo wanaambiwa wana maradhi nyoyoni mwao. Maradhi yao ni weakness ya kiimani. Kuna waumini wazuri wako sawa tu, na kuna waumini wako dhaifu katika imani yao, hawako sawa. Lakini kuna wengine waumini machoni mwa watu, lakini kiuhalisia sio waumini kabisa. Pia ni somo kwa mtu anayetaalaki na mambo ya uongozi, anapaswa awe mwerevu kwenye anga hizi, kwamba chini kwenye watu ninaowaongoza hawawezi kuwa na uniformity
kwenye masala ya aqida. Kwa hiyo natakiwa niwe na werevu wa kujua, hasa wakati wa kugawa majukumu, kutoa maagizo. Agizo gani ninampa nani, na nani hapaswi kupewa agizo fulani. Kwa hiyo kundi ni kundi kubwa la watu, kimtazamo wanaonekana wana mrengo mmoja, ni Waislamu waumini, lakini wana tofauti tofauti za kiufundi. Idh yaqulu almunafiquna, kumbuka ewe Mtume, waliposema wanafiki, si wanafiki peke yao, walladhina fi qulubihim maradun, na wale Waislamu ambao nyoyoni mwao mna maradhi, sio blood pressure hiyo wala hypertension, ni maradhi ya upungufu wa imani. Imani yao kwa Mungu haiko sawa, imani yao kwa Mtume haiko sawa, imani yao kwenye Qur'ani haiko sawa. Kwa hiyo wana weakness, hiyo ndio inaitwa maradhi. Kwa hiyo kuna wanafiki wanajulikana, hawa hamnazo, ni makafiri waliojificha ndani ya Uislamu. Hawaupendi hata kuusikia, hawautaki hata kuuona, lakini wanashindwa ku expose hisia zao kwa usalama wao binafsi na mali zao. Wanabaki wajionyeshe kuwa ni Waislamu ili wabaki salama. Lakini kuna wengine wana ugonjwa wa kutokukamilika imani zao, na hawa hawasomi maagizo sawa sawa. Mumin, lakini jingine anasema hili alikuelekea, sikubaliani nalo. Kwa hiyo kuna wanafiki hapo, na kuna watu ambao wana udhaifu wa kiimani, kwa istilahi ya kidini wameambiwa wana magonjwa nyoyoni mwao. Hawa walikuwa wanasema wakati wa kushushwa maagizo magumu kama hayo Allah aliyoyafanya, piganeni na hawa jamaa. Leo nataka niondoshe jeuri yao, leo nataka niangushe dhamira yao, piganeni mtashinda. Sasa wanafiki na wale wenye magonjwa moyoni walipowaona waliokuwa tayari kutekeleza agizo, wakawavunja moyo kwa kusema maneno haya, na hayasemwi siri siri, yanakuwa yanazagaa miongoni mwao, kwamba kuna watu wanasema gharra haulai dinuhum, au watu wengine imani zao sizo za kawaida, wanajidanganya. Hawa ndo wakupigana na wale wanatafuta kujiulisha bure. Hivi sio vita bwana, hivi ni mauaji tu, tunapelekwa tukafe, hatuendi kupigana, kama walivyosema kwenye sura ya 3 tumepita kule kwenye Ali Imran. Wamesema lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, kama tungejua tunakoenda tunaendea vita tungekufuateni, lakini huko hatuendei vita, mnatupeleka tukauawe. Maamuzi wanayo wenyewe, hawasikilizi agizo la kiongozi. Wakiagizwa jambo wanalitathmini lile agizo, alafu wao wanakuja na maamuzi yao wenyewe binafsi. Sema kwa hapa hapana, sitekelezi, sendi, sitaki. Wakati kwenye dini hakutakiwi kuwe na ukomalivu kama huo. Gharra haulai dinuhum, hawa jamaa dini yao inawadanganya. Wakiambiwa Mungu atawasaidia wanaamini tu, wakiambiwa watashinda wao wanaamini tu, kila wanachoambiwa wanaamini. Sasa imani gani ya kibubusa? Wanajidanganya. Allah akasema katika kuwajibu walioeneza maneno hayo, waman yatawakkal ala Allahi, katika waumini yoyote yule anayemtegemea Allah, fa inna Allaha azizun hakim, aelewe kategemea mahala sahihi. Allah ana nguvu zisizoshindwa na hufanya mambo yake kwa hikma kubwa. Jawabu ya wale ambao wanafikiri mambo yanaenda kwa mujibu wa akili zao, elimu zao, rai zao, wanaambiwa kwenye imani hakuna hicho kitu. Walau tara, na lau ingelikuwa unaweza kuona sasa hivi uko duniani haya mambo yanosimuliwa ya akhera, au
ya wakati mtu anahama kutoka duniani kwenda akhera. Anaambiwa Mtume na anaambiwa kila mwenye kusoma maneno haya. Kwa hiyo ukisoma hayo maneno ujione kama ndo unaambiwa wewe. Walau tara, lau ingelikuwa inawezekana wewe kuona sasa hivi, kama ungeona, idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu, pale malaika wanapochukua roho za makafiri. Unasoma kwenye Qur'ani kuna idara mbili za malaika watoa roho, kuna wanaziati gharqa wanashitati nashta. Mazingira yanakuwa tofauti inapochukuliwa roho ya mtu muumini mtiifu na roho ya asiyekuwa muumini. Sasa unaambiwa wewe unaweza kusoma au kusikiliza maneno haya, ingelikuwa kuna uwezekano wa wewe kuona, walau tara, lau ungeliweza kuona, idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu, pale ambapo malaika wanawatawafisha, wanachukua roho za makafiri. Huoni, lakini ingelikuwa unaona, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, wanawafanyia fujo, wanachukua roho tena kwa nguvu, maumivu yanakuwa makali, mtu anakuwa anapigwa mbele, usoni na nyuma. Yani inachukuliwa roho na huku anapigwa makofi, kama kachukuliwa kwa Tanganyika jeki na polisi, buti, kibao, kisugudi, hii shenzi, we, maneno mabaya, unaenda. Kwa hiyo malaika wanachukua zile roho kwa nguvu, alafu wanawafanyia fujo wale wanokufa wakiwa makafiri. Nyinyi mmetumia neema za Allah alafu hamumtambui, mmekufuru. Lakini wewe uliye hai huoni hayo yanayotendeka, hata kama anayekufa ni baba yako anakufa. Wewe unaona anavougulia machungu tu, kageuka mara kulia mara kushoto, nasema leo hali si nzuri mzee. Hujui kinachotokezea pale. Watu wabaya wakichukuliwa roho zao, wanachukuliwa kwa fujo, malaika wanawapiga, na huku wanawaambia maneno mabaya. Kwa mfano, dhuku adhab alhariq, onjeni adhabu ya kuungua. Dhalika bima qaddamat aydikum, yanakufikeni haya kwa sababu ya kilichotangulizwa na mikono yenu. Amali zenu mbovu ambazo maisha yote mlioishi mlikuwa mnafanya ndo zinasababisha matokeo haya. Yani unaambiwa na sababu haya umeyataka mwenyewe. Ishi kinachokukuta sasa hivi ulikiandaa, kwa hiyo onja sasa. Dhalika bima qaddamat aydikum, haya ni kwa sababu ya makosa yaliyotangulizwa na mikono yenu. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lilabid, na muelewe Allah huwa si mwenye kumdhulumu mja yoyote. Allah hadhulumu waja wake. Hichi kinachokukuta ulikiandaa mwenyewe, sasa sisi tunatekeleza tu. Lakini kwa sababu sasa hivi wewe uko hapa huoni, ndo huoni. Lakini ungelikuwa unaweza kuona, wewe ungetaadabu unapoona mwenzako roho inachukuliwa vibaya, lakini huoni. Kaondoka na wewe kakuachia baa, unarithi baa yake, unayafanya yale. Kaondoka, alikuwa na mikataba yake ya riba, na wewe unaendeleza vile. Kaondoka na danguro lake, na wewe unalihuisha vile. Unafanya yale ambayo hayatakiwi. Ulikuwepo roho ilipochukuliwa, lakini hukuona ile hali ya anayechukuliwa roho. Unajisikia uko safe kabisa, uko salama. Kwa hiyo tuanze kusoma hiyo aya 49, tuangalie kama muda utaruhusu. Kadiri wakati wetu utakavyoturuhusu ndipo tutakavyoendelea. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun,
kumbuka au kumbusha, waliposema wanafiki na wale watu ambao wana udhaifu katika imani zao, walisema maneno mabaya. Agizo limetoka kutoka mbinguni, kapewa mtume, tena ni kwa aya ya Qur'ani, na Qur'ani ndiyo mwongozo wa waumini, na mtume wao ndo anayesimamia hiyo miongozo. Sasa anasimamia operations, watu wana misbehave, wanasema watakayo, wanafanya watakayo. Maana yake ni kwamba lau tara idh yaqulu, waliposema, hina qala ahlu nifaqi, maana yake pale waliposema wale watu wenye tabia ya unafiki. Alladhina, wanafiki ni watu ambao adhharu al-imana wa abtanu al-kufra, nje kwa dhahiri wamejidhihirisha kama waumini, nje muonekano wao wanajionyesha ni waumini, lakini nyoyoni mwao ni makafiri, typically makafiri. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wakiwa misikitini na kwenye occasion za kidini pamoja na Waislamu, wanawaambia Waislamu, sisi ni Waislamu wenzenu, tuko pamoja, hamuwezi kuwakataa. Mnawashirikisha kwenye mambo ya kijamii, lakini wakitoka, wakijiengua kutoka kwenye jamii ya Kiislamu, wakikaa kando na watu wao makafiri, wanasema vingine, na wale wanawaambia mazuri vile vile. Waumini wamewaambia mazuri, sisi ni wenzenu, tuko pamoja na nyinyi, kubwa dogo, zuri baya, tuko pamoja. Lakini na wakenda kwa makafiri wanawaambia maneno mazuri hivyo hivyo, inna ma'akum, sikilizeni wazee, washikaje, sisi tuko pamoja na nyinyi. Mkituona tuko kule na wale jamaa msikitini, msituhesabu wale ndo wenzetu, hatuna mpango nao. Inna ma nahnu mustahzi'un, sisi tunawafanyia istihzai tu ili yetu yaende. Dini gani ile bwana? Misimamo gani ile walionayo? Sisi tuko pamoja na nyinyi bwana wenzetu, makafiri. Sasa huku wanatafuta ofa na huku wanatafuta ofa, kila mahala anataka atambuliwe positively, mie mwenzenu, mie mwenzenu. Anachukua siri za huku akaleta huku kwa manufaa yake, na anaweza akachukua siri za huku akaleta huku kwa manufaa yake, alimradi anakuwa undefined, haeleweki, asomeki. Kwa hiyo watu hawa ni hatari mno. Mtume ndo anaambiwa kumbuka na ukumbushe watu, hina qala ahlu nifaqi, pale waliposema watu wenye tabia ya unafiki. Alladhina, na watu hawa ni watu ambao adhharu al-imana, wamedhihirisha imani machoni mwa watu, wanaonekana ni waumini. Wa abtanu al-kufra, lakini wameficha ukafiri nyoyoni mwao. Ule ukafiri ni siri yao, kilicho wazi wanachokionyesha. Wakiwa kwenye community ya Waislamu wanaonyesha Uislamu, lakini nyoyoni umeficha ukafiri. Na wanakuwa hivi lidhafi i'tiqadihim billahi, Allah wanamuelewa vibaya. Ni udhaifu wa kuitakidi kwao, kumuitakidi Allah ndio unaowafanya waamini hivyo. Kama hawamuelewi vile Mola wao, kama wanaona haya mambo mengine halau huyo Mungu hayamuhusu, tunaambiwa tu Mungu ana mambo yake huko, sisi tuko huru kivyetu, kimpango wetu na mambo yetu. Wanaitakidi hivyo. Kwa hiyo naona anayo right ya kufanya kila linalowezekanwa, madamu anaweza kulifanya atalifanya tu, na kama kapewa agizo anaona anayo right ya kulikataa, madamu yeye binafsi hayaoni manufaa yake. Huyu unakuwa mtu mnafiki.
dhahiruhu maliha, dhahiri yake anaonekana mtu mwema wa kheri, wa batinuhu qabiha, lakini siri yake ni mtu mbaya sana, mnafiki. Sasa Mtume anaambiwa ulikuwa nao watu kama hawa na wamesema maneno. Wamesemaje? Alladhina almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun, wanafiki na wale Waislamu ambao wana udhaifu wa kiimani kwenye nyoyo zao. Maana mtu imani yake dhaifu, haelewi hasa uhalisia wa imani. Akisikia maneno ya mnafiki yanamwathiri, anaona jamaa kaongea point, kanyosha maelezo, anaungana nao. Hutaka mtu awe na imani madhubuti, imani iliyokomaa, ndo ajue kujudge mambo, haswa haya ya kiimani. Lakini kama imani dhaifu, utaburuzwa na kila mtu, atakupeleka anakotaka. Kwa hiyo wanafiki na wale wenye magonjwa nyoyoni walikuwa wanaeneza maneno kwenye jamii ya Waislamu, wanawasema vibaya Waislamu kwa kusema gharra haulai dinuhum, hawa hii dini wameichukua vibaya. Imani yao sasa hivi wala haifanani na utu, hawako sawa. Gharra haulai dinuhum, dinuhum gharrahum, dini yao imewadanganya hao. Yani ightarra almuslimuna bidinihim, hawa Waislamu wanadanganyika sana kwa hii misimamo ya dini yao. Yani wanajiona kama wanaweza vile, wanajikweza kukadiria mambo sio saizi yao. Faadkhalu anfusahum fima la taqata lahum, wanajiingiza kwenye majanga ambayo hawana uwezo nayo. Wanafiki hao, si ameambiwa badala ya kuvamia msafara wa biashara, hapa walikuwa wako sawa, sababu tutapata kitu kidogo cha kujikimu kimaisha, tuwanyang'anye wale mali tukatumie, na hili jepesi linawezekana. Walipoambiwa achaneni na msafara, kabilianeni na jeshi, waliokuwa wako tayari kutekeleza agizo wakavunjwa moyo na wale ambao hawako tayari kutekeleza agizo. Wakuambia nyinyi mmedanganyika, imani haiko hivyo. Ukiambiwa na wewe uongeze ya kwako, wale mnapigana nao vipi sasa? Kwa nguvu gani mlionayo? Mmejidanganya. Pale hakuna kupigana, pale mnaenda kununua kifo. Wanawasema hawa waumini dini yao inawadanganya. Na imewadanganyaje? Imewadanganya dini yao, faadkhalu anfusahum fima la taqata lahum bihi, wamejiingiza wenyewe kwenye jambo ambalo hawana uwezo nalo. Qala taala fi jawabihim, Allah mtukufu katika kuwajibu watu wenye kueneza maneno kama haya ya kuvunja moyo, kasema hivi katika kuwajibu, kawaambia waman yatawakkal ala Allahi fa inna Allaha azizun hakim. Kama miongoni mwa waumini wako ambao kweli wanamtegemea Allah, waelewe Allah ana nguvu, hashindwi na lolote, lakini hapelekeshwi na fikra za viumbe wake, kwa sababu Allah hufanya mambo kwa muktadha wa hikma, analiweka kila jambo mahala pake stahili. Kwa hiyo hapa ndo wanapopimwa mwenye imani ya kweli upande wa Mola wake. Kama umemtegemea Allah, Allah yuko pamoja na wewe na hatakuangusha, mambo yataenda kama yalivyopangwa. Sasa kama kuna anayejitegemea mwenyewe, huyu ndo anayekuwa na mashaka kama haya. Ufikiri mambo yote yanafanyika kwa ujuzi wake. Sio kila kitu kinafanyika kwa ujuzi wako wewe. Na kuna mengi unayafanya, unayapanga, unayakadiria kwa ujuzi wako na hufikii malengo, kwa sababu haliwi unalotaka, ila huwa linakuwa analolitaka aliyekuumba.
Wewe unaweza ukawa na malengo yako umeyakadiria vizuri tu kitaalamu, lakini aliyekumiliki akisema hataki akupe unachokitafuta, ukipati ng'o. Sasa waman yatawakkal ala Allah, yoyote katika waumini anayemtegemea Allah, fa inna Allah azizun hakim, aelewe kwamba Allah ni mwenye nguvu ya kuto kushindika, hashindwi na jambo, lakini nguvu zake hazitumii kibabe ovyo ovyo. Hakimun, anaendesha mambo yake kwa hikma kubwa, kila jambo analiweka mahala pake. Waman ya'tamid ala Allahi, mtu yoyote anayemtegemea Allah, wayathiq bihi, akajifungamanisha naye kwa kumwamini, fa inna Allaha nasiruhu, mtu kama huyo Allah atamnusuru tu. Allah atakuwa ni mwenye kumnusuru mtu huyo, lianna Allah azizun, kwa sababu Allah sifa yake ni aziz. Ai, maana ya aziz, ghalibun la yughlabu, siku zote yeye ni mshindi na ashindwi na chochote. Anachopanga yeye lazima kiwe, hakuna wa kukikwaza. La yughlabu man istajara bihi, anayetaka hifadhi, msaada, himaya kwa Allah kwa uhakika kwa imani yake, wallahi hashindwi. Kama umemtegemea Allah, wewe sio wa kushindwa. Ukimtegemea aziz, na wewe unakuwa kwenye izza, lazima ushinde tu. Ila Allah pamoja na nguvu zake, hakimun fi afalihi wa sunaihi, ana hikma kubwa kwenye matendo yake anayoyafanya na kazi zake anazofanya mbalimbali, hufanya kila kitu kwa hikma. Walau tara, lau ingelikuwa inawezekana wewe kuona, kama ungeweza kuona wewe unayeambiwa maneno haya, idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu, pale ambapo malaika wanachukua roho za watu waliokufuru. Manake kuona huoni sasa hivi, lakini kwa mfano kama ungeliweza kuona ile picha pale inayotendeka, basi ungejifunza jambo, usingekuwa na jeuri hata kidogo. Ai, maana yake lau raaita wa shahidta au shahadta, kama ungeliona ukashuhudia kwa macho yako, ayuha almukhatab, ewe unayesemeshwa maneno haya, au ayuha sami, au ewe unayesikia maneno haya, kama ingelikuwa kuna uwezekano wa wewe kuona, halatuhum, hali yao hawa watu wanaokuwa makafiri, hawamwamini aliyewaumba, halatuhum bibadri, ungelikuwa unaweza kuiona hali yao pale kwenye eneo la Badri, kwenye uwanja wa Badri, hina taqidu malaikatul adhabi arwahuhum, au taqbidu malaikatul adhabi arwahuhum, wakati malaika wanaochukua roho walipokuwa wanachukua roho zao. Ingelikuwa una uwezo wa kuona, ungeliona mambo ya ajabu. Lau raaita wa shahidta ayuha samiu almukhatab, lau ingeliweza kuona au kushuhudia, ewe msikiaji na mwenye kusemeshwa maneno haya, halatuhum bibadrin, hali yao makafiri pale Badri, hina takbidu almalaikatu aladhabi arwahu alkafara, pale ambapo malaika wa adhabu walipopewa jukumu la kuja kuchukua roho za makafiri wale. Ile tukio lilikuwa ni tukio special. Almujrimin, makafiri ambao wameishi kwa kufanya makosa ya makusudi. Wajawabu lau, na jawabu ya neno lau ungeona, jawabu yake haikuandikwa. Jawabu lau mahdhufun, jawabu ya lau kimaandishi haipo, litahwili, kwa sababu ya kuonyesha uzito wa jambo linalosimliwa. Maana yake inakadiriwa, la raaita amran fadhi'an wa sha'nan hailan,
ungeliona jambo la kunyongesha wanalofanyiwa na kitu kinachotisha. Hali ilikuwa sio nzuri kwa upande wao. Qala Abu Hayyan, na amesema Abu Hayyan, wa hudhifa jawabu lau, imeondoshwa kimaandishi jawabu ya lau, jaizin balighin hadhfuhu, yani huu ni utaratibu wa kumfanya msemeshwaji au msikilizaji aone panazungumzwa kitu kwa toni kubwa, yani kwa upeo wa hali ya juu wa mazingatio. Pale ungeona mambo makubwa mno. Fi mithli hadhihi, maneno yanayosemwa kwa mtindo kama huu, mfano wake, liannahu yadullu ala tahwili wa ta'dhim, huwa yanaonyesha dalili panazungumzwa kitu kinachotisha na kikubwa mno. Mara nyingi huwa tunapitia aya kama hizi na tunatoa mifano hata kwenye maisha yetu ya Kiswahili. Wewe ushakuwa mzee, una watoto wako vijana mabarobaro, kafanya maudhi, ulikuwa unatamani umtie adabu, lakini utampataje kijana na wewe ushakuwa hali dhofu? Ukimsogelea kakimbia, unabaki tuseme we kimbia, ruka hapa, lakini nikikutia mkononi, basi unabakia hivyo. Sasa hii kwako wewe, msaada wake unamfikishia ujumbe, hili ninalo, na siku nikikukamata utajua nitakufanya nini. Unamwachia yeye maswali mengi ya kujiuliza, mzee atanifanya nini kwa mfano. Sasa Allah yeye hana kushindwa aliko nako binadamu. Binadamu anaweza akatoa ndaro, lakini hicho anachoahidi akashindwa kukitimiza, lakini Allah anapoahidi jambo ana uwezo nalo, kwa sababu Allah hapitwi na wakati, hazeeki, hachoki, na hakuna hila inayopangwa na kiumbe ikawa imemzidie maarifa. Kwa hiyo anaongea kwa hamasa, kwa hisia, kwa uzito, kwamba hapa panazungumzwa jambo unalotakiwa ulichukue kwa mtazamo wa hali ya juu. Huoni, lakini kama ungeliona yanayotendeka pale, ungeliona kitu kikubwa sana. Yani la raita amran fadian la yakadu yusaf, kama ingelikuwa kuna uwezekano wa wewe kuona, ungeona jambo la kudhalilisha, la kunyongesha, ambalo hakuna namna ya kuweza kulisifia mpaka ukaweza kufahamu hali yake. Kana mambo mengine yaliyo katika uwezo wa Allah, akili zetu pia sasa hivi hazihimili. Hata ukisimuliwa, hata ukipigiwa mifano, hakuna mfano ambao unaweza ukapigiwa ukaupata kwa picha za matukio ya akhira. Lakini kwa ujumla ufanye makadirio, wale watu ndio roho zinachukuliwa, na kila mtu anayekufa roho yake inachukuliwa. Lakini kuna wanaochukuliwa roho zao kwa nafuu, na kuna wengine roho zao zinachukuliwa kwa shari. Malaika wanachukua roho, halafu wanawaadhibu na hao wenye kuchukuliwa roho. Yadhribuna wujuhahum wa adbarahum, wanawapiga usoni, kichogoni, kifuani, mgongoni, piga 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 piga, hata roho ikitoka mtu taabani, kaumia. Tadhribuhumul malaikatu, malaika huwa wanawapiga hawa watu wakorofi. Yeye keshawafanyia wengi ukorofi, lakini na yeye siku ya kuchukuliwa roho yake inachukuliwa kibabe hivyo hivyo. Tadhribuhumul malaikatu, malaika wanakuwa wanawapiga wale watu. Min amamihim wa khalfihim, sehemu yao ya mbele na nyuma, yani usoni na kichogoni, wanawapiga. Ala wujuhihim wa dhuhurihim, kwenye nyuso zao na migongoni mwao. Bimaqami' min hadid, wanapigwa kwa mallets za chuma kama nyundo hivi, piga piga piga,
na roho inatolewa. Hiyo ni matendo, action wanafanyiwa, lakini na maneno mabaya pia wanaambiwa, kama wadhuku adhab alhariq, wanaambiwa onjeni adhabu ya moto. Yani nyinyi kutoka hapa mnaenda motoni, uwe mtu wa motoni. Wanakwambia hivi, wanakupa makavu live. Yani wewe leo ndo unaondoka hapa kwa mtindo huu, unaondoka na wewe ni mtu wa motoni, unaenda motoni. Kwani wewe unachukuliaje mtu kafanya kosa la uhalifu, pengine wa mauaji, ushahidi umekamilika, kesi imesikilizwa, halafu hukumu inatolewa, anaambiwa utahukumiwa kunyongwa mpaka ufe, mahakama imekutia hatiani. Unaichukuliaje kwa anayehukumiwa? Anaondoka mahakamani, anachukuliwa na askari wa magereza kumrejesha mahabusu, akasubiri siku yake ya kuuawa. Unaichukuaje nafsi yake inavyokuwa? Anakuwa katika distress condition. Kwa hiyo na huyu keshaishi sana duniani, keshayafanya mengi aliyoyafanya, kayafanya kifua mbele, hamuogopi yoyote, lakini na yeye siku yake ya kuchukuliwa roho anafanyishiwa kivitendo na maneno mabaya anapewa. Na ni kweli ndivyo inavyokuwa. Akiondoka hapa anakuwa yeye ni mtu wa adhabu tu. Wadhuku adhab alhariq, wanamwambia onja adhabu ya kuungua. Wayakuluna lahum, yani wanawaambia malaika, wanawaambia watu, katesa we muda wa uhai wake, with full confidence, haogopi kitu, na anasema mimi sina pa kushtakiwa, na uwezo wa kukufanya lolote na mimi sifanywe kitu, kwa sababu anajua kapewa agizo halali akushughulikie. Sasa na yeye siku ya kushughulikiwa yanamfika mambo, lakini nyinyi hamuyaoni. Nyinyi mlio hai, baba yenu huyu, kaka yenu huyu, mjomba yenu huyu, mpo wakati anaugua, roho inachukuliwa, hamuyaoni yanayomfika. Mngelikuwa mnayaona, mngepata adabu kidogo. Wanawaambia malaika pamoja na kipigo, lakini na maneno wanawaambia, dhuku ya maashara alfajara, onjeni enyi watu mlioishi kwa kutenda maovu, adhaba nari almuhriq, adhabu ya moto unaounguza. Wa hadha bisharatu lahum biadhabi alakhirah, hii ni bishara wanapewa mapema kwamba umeshastarehe kiasi ulichostarehe, kuanzia leo wewe ni mtu wa adhabu, huku unapokwenda ni adhabu tu. Ni bishara ya kwamba hawa watakuwa ni watu wa adhabu huko akhera. Wakila, na panasemwa vile vile, kanat mahum aswatu, hawa malaika wanaokuja kuchukua roho za watu wabaya wanakuja na fimbo, mijeledi. Aswat jamu ya neno saut, saut ikiwa moja, aswat nyingi, wanakuja na fimbo. Min narin, tena zimesarifiwa motoni huko, za moto. Yadhribunahum biha, wanawapigia wale wanaochukua roho zao kwa fimbo za aina hiyo, na ndio wanawaambia dhuku adhab alhariq, onjeni adhabu ya kuungua. Fatashtaila jarahatuhum nara, mule mnamoshapwa kwa ile mijeledi munawaka moto, kwa hiyo wanaungua moto sehemu za majeraha yaliyosababishwa na kupigwa kwao. Lakini nyinyi mlio hai hamuoni vitu hivi, hamjafika wakati wa kuona hivyo vitu, na nyinyi siku zenu zikifika mnaona wenyewe. Kesha wanakupa na sababu, the reason behind, sababu ya wewe kufikishiwa haya, dhalika bima qaddamat aidikum, yamekufikeni haya kwa sababu ya kilichochumwa, kilichotangulizwa na mikono yenu. Maisha yote mlioishi, mmeishi kwa dhulma tu, jeuri tu, makosa tu.
hamkujua heshima ya Mola wenu hata ya shukurani kwa neema alizowapa. Kwa hiyo kilichotangulizwa na mikono yenu kwenye muda wote mlioishi ndicho kilichosababisha leo mupewe maamuzi haya. Dhalika bima qaddamat aidikum, munafikishiwa haya kwa sababu ya kile kilichotangulizwa na mikono yenu. Manake matendo yenu mliofanya mnalipwa kuanzia leo na kuendelea. Dhalika aladhabu, adhabu hii mnayopewa leo, bisababi ma kasabtum min alkufri wal atham, ni kwa sababu ya mlioyachuma ukafiri na matendo ambayo ni ya dhambi. Yale mliokatazwa nyinyi ilikuwa ndo hobi yenu, ndo mlichofanya. Yale mliohimizwa nyinyi hamkuona faida yake, mmedharau na kuyaacha yote. Fala saddaqa wala salla walakin kadhaba watawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Mtu huyu kaishi muda alioishi, hakusadiki yale mazuri aliyoamrishwa, kwa hiyo hakupractice chochote. Kawajibishiwa swala, hakusali hata siku moja, na kama alisali kaswali ndivyo sivyo, swala yake haikuwa sahihi. Walakin kadhaba watawalla, alivyoishi huyu mtu muda wote alioishi, kakadhibisha yote aliyowajibishiwa na akayaweka nyuma ya mgongo, kafanya alivyotaka mwenyewe. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, anaishi na familia yake kwa majivuno. Alikuwa ni mtu wa starehe tu hapa, kama ndo kaletewa duniani starehe tu. Aula laka fa aula, ole wako tena ole wako. Yani hivi ukiwa uhai na starehe zako unaambiwa maneno hayo, wewe uyasikii. Aula laka fa aula, ole wako tena ole wako. Thumma aula laka fa aula, tena ole wako kisha ole wako. Ayahsabu linsanu an yutraka suda, binadamu anadhani kaletwa hapa duniani acho yafanya atakavyo tu, hana majukumu, asiambiwe kitu. Sivyo hivyo, kaletwa kwa malengo. Alam yakunu tufatan min mani yumna, jeuri yote hii kaipata wapi? Kwa sababu gani anajivuna? Kwani si alikuwa manii tu yaliyomiminwa sehemu ya mfuko wa uzazi, kaanzwa huko. Sasa hii jeuri kaipata wapi? Na kahudumiwa mpaka kawa mtu, neema zote alizotumia kapewa bure. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta, aliyekufanyia yote hayo kutokana na punje ya manii mpaka ukawa mtu, tena umekuja kiduchu kakukuza mpaka ukawa mkubwa, una nguvu, una akili, una elimu, una mali, bado humjui tu aliyokufanyia yote hayo. Alaysa dhalika biqadirin, aliyokufanyia yote hayo unafikiri hana uwezo tena ala an yuhyiya almauta, kumhuisha mtu akishakufa? Wewe kufa lakini utafufuka tena, na hapo utalipwa yote uliyoyafanya kwenye uhai huu wa kwanza. Aya zote hizo zipo na zinasomwa, hatuzielewi tu. Kwa hiyo siku ya kufa mtu ndo anaona reality, uhakika wa yote yale alikuwa anayadharau, anayapuuza, pale anaona uhakika wake. Kama alivyosema Saidina Ali, annasu niyamun, watu tukiwa hai hapa duniani tunakuwa kama tuko usingizini vile. Wenyewe ndo tunajiona tuko macho, tunachakarika, tunachangamkia maisha, lakini hapa duniani kama tumelala, maana reality hatuielewi. Fa idha matu intabahu, pale wanapokufa ndo wanatanabahi. Kila mtu wakati ule ndo anafahamu kila kitu, black and white. Wa idha ntabahu, na wakitanabahi, nadimu, watu wote wakati ule huwa wanajuta, kwa nini nisifanye, kwa nini nisijiandae, kwa nini nikafanya ya ovyo niliyoyafanya, anajuta. Wa idha nadimu la yanfa'u nadam, wanapojuta wakati ule majuto yao yanakuwa hayana manufaa tena. Hapa kabembelezwa, wewe tubia basi, we mja wewe, usiishi hivyo mpaka ukafikwa na mauti. Tubia, urudi kwa Mola wako. Hasikii, haelewi. Wakati roho inachukuliwa ndo anafahamu maana ya kutubu, lakini hata akitubu pale hasikilizwi tena. Fursa kaiacha, imepotea, na anaenda mahala pabaya.
dhalika bima qaddamat aydikum, haya yote yamewafika kwa sababu ya makosa yaliyotangulizwa na mikono yenu wenyewe. Dhalika aladhabu, adhabu hii munayofanyishiwa, bisababi ma kasabtum min alkufri wal atham, ni kwa sababu ya makosa mliochuma. Kwanza ya kuwa makafiri, hamkuamini mlioambiwa na muumba wenu, mmekataa. Moja hilo. Pili, mtindo wa maisha mlioishi, mulikuwa mnafanya makosa. Vile mlivyoelekezwa mmekataa, vile mlivyokatazwa ndo mlivyopenda. Kwa hiyo mmefanya dhambi. Matokeo yake ndo haya. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lilabid, na eleweni kwamba Allah sio mwenye kuwadhulumu waja. Allah hamdhulumu yoyote. Allah ni mwadilifu. Unachokopesha ndicho utakacholipwa. Kwa hiyo ulichokopesha ni hiki, na malipo ndo yanaanza leo. Kama hivi, hii bashraf tu, mchezo kamili utaona uko mbele. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lilabid, ay wa annahu ta'ala, hakika yake Allah mtukufu, adilun, ni mwadilifu mno. Laysa bidhi dhulmin, Allah sio mwenye dhuluma, li ahadin, hamdhulumu yoyote. Allahu laysa bidhi dhulmin li ahadin, Allah si mwenye kumdhulumu yoyote, min alibadi, katika waja wake, hata yuadhibuhu bighairi dhanbin, mpaka afikie kiwango cha kumwadhibu mtu bila ya kosa. Allah hafanyi hivyo. Huna kosa, uko vizuri, unaenda vizuri tu, lakini hukutaka kujiandaa. Sababu ya kutokujiandaa ndo yatakufika yale ambayo yalikuwa yanahitaji maandalizi, na wakati wa kutosha ulipewa kujiandaa, hukunufaika na wakati huo. Wasighatu dhallami, neno hilo litumika, wa anna Allaha laysa bidhallamin. Neno hilo, sigha iliyotumika kwenye hilo neno, laysat bilmubalagha. Hiyo laysat maana yake lilmubalagha, panazungumzwa neno kwa mkazo au kwa uzito wa hali ya juu kiasi unachoweza kufikiria yeye. Dhallami, yani ni dhalimu sana, lakini Allah hana tabia ya dhalam, ya kwa yeye ni mdhalimu sana kwa waja. Wa innama hiya linnasabi, ay laysa mansuban ila dhulmi, Allah kabisa hanasibishwi na aina yoyote ya dhuluma. Hiyo laisa inakataa kwamba laisa Allahu bidhallamin lilabidi. Usije ukafanya makadirio hata punje ya kusema kwa kiwango hichi Allah anaweza akadhulumu, labda kwa sababu kafanyiwa jambo limemkera, hamaki zake zikampelekea na yeye alipe kwa dhulma. Allah hafanyi vitu kama hivyo. Kwa hiyo uelewe tu, imezungumzwa kwa mubalagha, lakini Allah hadhulumu mja wake hata chembe, hata kiduchu, hamdhulumu yoyote. Lolote analofikishiwa mtu ni saizi yake, ni kwa mujibu wa alivyojitayarisha, alivyojiandaa. Faqad intafa aslu dhulmi anhu ta'ala fatadabbiruhu, kwa hakika Allah amejifutia kabisa kwake sifa ya udhalimu. Kwa hiyo na wewe ukisoma hizi taarifa uzingatie hilo, na tumeshasoma hapa hadithi mara nyingi tu. Allah amesema kwenye hadithi al-Qudsi, ibna Adam, ewe mtoto wa Adam, ibna Adam, ewe mtoto wa Adam, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi Mola wenu mwenyewe binafsi nimejiharamishia dhulma. Yani hicho kitu kwa Allah ni haramu, yeye mwenyewe kajiwekea kanuni haramu yeye kudhulumu. Inni, mimi Mola wenu, haramtu dhulma ala nafsi, mimi mwenyewe nimejiharamishia dhulma. Kwangu mimi dhulma ni haramu, lakini haishii kwangu tu, wajaaltuhu bainakum muharrama, kwenu nyinyi pia viumbe wangu dhulma nimeijalia ni haramu.
fala tadhalamu. Kwa hivyo chonde chonde, musidhulumiane. Mimi sidhulumu na nyinyi msidhulumu, msidhulumiane. Kwa hiyo aina yoyote kwa kiwango chochote cha dhulma hainasibishwi kwa Allah. Allah si dhalim kwa viumbe wake, si dhalim mahala popote pale. Kadabi ali firauna walladhina min qablihim, hii ya watu wabaya kuliko ubaya ndiyo sunna ya Allah. Dabi ni mwendo, utaratibu, procedure. Nyinyi mkifanya ukorofi kupita kiasi, mnakuja kulipwa kwa saizi hiyo hiyo ukorofi wenu wakati muwafaka, kuanzia roho zikichukuliwa. Na nyinyi sio wa kwanza kufanyiwa hivyo. Kadabi ali firauna walladhina min qablihim, ni kama ile dasturi ya Allah aliyokuwa anaenda nayo kwa watu walioishi kabla yetu, kama Firauni na walioishi nyuma ya Firauni. Wamepelekewa mitume kama nyinyi mlivyoletewa mtume. Mitume hao walikuwa na vitabu vya miongozo kama nyinyi mlivyoletewa kitabu. Mitume hao waliwaamrisha mema watu wao na wakataza mabaya kama nyinyi mnavyofanyiwa. Walivyofanya jeuri, Allah kaja kuwalipa jeuri mwisho wake. Na nyinyi mkifanya jeuri mtalipwa tu jeuri vile vile mwisho wenu. Hiyo ndo sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun. Utaratibu wa Allah tangu huko zamani anaotriti waja wake ni huo. Tangu huko nyuma, huu ndo utaratibu wake kwa waja wake. Wanaomalizia vizuri anawapokea vizuri, wanaomalizia vibaya kwa fujo lazima naye atawalipa fujo yao kwanza, na huko wanaenda kuwamalizia. Kadabi ali firauna, hii ni kama ile ada, dasturi aliyoifanya Allah kwa watu wa Firauni, walladhina min qablihim, na wababe wengine walioishi kabla ya Firauni walifanyiwa kama hivyo. Wakati wa kufa ndo wanaonjeshwa joto ya jiwe. Firauni mwenyewe aliyejiita Mungu katamba sana hapa na sera yake ya kuwa yeye Mungu mkuu. Siku ya kufa katoa shahada, kayaona ya kuyaona, mpaka akasema ashhadu alla ilaha, yani kama anatamkishwa maneno mwanafunzi, ashhadu, mando anakunywa maji hivyo, katamka maneno ashhadu alla ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, nashuhudia kwamba hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila yule waliyemwamini wana wa Israeli. Yani hata kumtaja jina hataki, mpaka hatua hiyo kumtaja jina hataki, na kishaambiwa sana jina lake anamjua, lakini anasema tu anatawasal kwa banu Israili aliowatesa sana. Wa ana minal muslimin, katamka mwenyewe, na mimi ni katika Waislamu. Uislamu huo tangu lini wewe? Na wewe Mungu unasilimu kwa nani? Akaambiwaje? Kaambiwa al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Maneno hayo mazuri unayajua sasa hivi tena? Hapa si mahala pake. Ushaasi muda wote, unabembelezwa mtu mmoja, wewe usikii. Ushafanya uharibifu sana, ufisadi katika ardhi, unakuja kutamka maneno hayo sasa hivi, yakusikilize nani? Hapa si mahala pake. Kwa hiyo hii ndio dasturi ya Allah kwa watu wa aina hiyo. Kadabi ali firauna, ni kama dasturi ya Allah aliyoipitisha kwa watu wa Firauni na wafuasi wake. Walladhina min qablihim, na wale walioishi kabla ya Firauni, umma zote huko nyuma. Dasturi ya Allah ndio hiyo hiyo. Anakumalizia na wewe hasira zake mwishoni. Yote uliyoyafanya atakulipa tu wakati unaondoka hapa, na anaunganisha mpaka utaingia motoni. Dabu haulai al-kafara, dasturi ya makafiri wa leo, waliopo leo, dasturi yao makafiri wa leo. Kadabi ali Firaun, ni kama dasturi ya wale watu wa Firauni. Walimtii kiumbe, wakamwabudia, wakaamini ndo Mungu wao. Wamehubiriwa maneno ya Mungu wa kweli, hawakufahamu mpaka mauti yamewafika.
Kwa hiyo ndo dasturi. Dabu haulai alkafara, dasturi ya hawa makafiri wa leo, fil ijrami, katika kuishi maisha ya kufanya makosa. Yani maana yake amaluhum wa tariquhum, amali zao wanazofanya hapa duniani na lifestyle yao, njia yao ya kuishi, wanafanya makosa yale yale aliyofanya Firauni na watu wake na waliopita kabla ya hapo. Hasa na Allah na yeye kama alivyowalipa hao, na watakaoendelea na yale mambo atawalipa vile vile. Mwendo ndo huo huo. Alladhina, huyu Firauni na watu wake na watu walioishi kabla ya Firauni, daabu fihi, walienda mwendo kama huu wa kuto kumtambua Allah, kumkejeli, kumkufuru, kudhulumu sana viumbe. Kaamalin, daabu fihi kaamalin wa tariqi ali Firaun. Makafiri wa leo wanaenda kwenye mwendo ambao mtindo wao ni mtindo ambao kama mtindo wa Firauni na watu wake vile. Wanahubiriwa kumwabudu Mungu mmoja, hawataki. Wao wenyewe ndo wanajifanya miungu, wapange sera, dasturi, taratibu, sharia, wawatumikishe watu kwa mipango yao wao. Badala ya kufata ya Mola Muumba, fateni ya kwetu. Waqala alladhina kafaru lilladhina amanu, makafiri huwa wanawaambia waumini kwa maneno na vitendo, ittabi'u sabilana walnahmil khatayakum, fateni taratibu zetu, fateni taratibu za nchi. Kama ni makosa si tunabeba sisi tulioamrisha, lazima muheshimu, tii bila shuruti. Mbabe kwenye anga zake, hana kimeme akitoa maneno yake. Nafahamiana? Ana jambo lake kalisuka, kalipanga mwenyewe, kaliona zuri, asema hili zuri kuliko hilo la Allah wenu, fateni taratibu zetu. Wewe si umeamrishwa? Kama ni makosa yatakuja kwangu nilokuamrisha, fanya. Lakini Allah anakataa, asema wama hum bihamilina min khatayahu min shay innahum lakadhibun. Waongo wakubwa, hakuna wanayembebea makosa yake yoyote yule, waongo tu. Lakini kweli taathira ya maisha haya ya dunia inapelekea sometimes kiumbe akamwabudu kiumbe mwenziwe kwenye jambo ambalo lina utaratibu wake kwenye dini ya Muumba, lakini akasubutu mtu kuacha utaratibu wa Muumba akafata utaratibu wa kiumbe. Ndio mwendo ule ule wa waliopita zamani, na wa sasa wanaenda huo huo. Wewe utakuwa una uhakika mimi ni makhluki, nimeumbwa, Muumba wangu yupo, ananihudumia, kaleta maagizo yake, ni wajibu niyatekeleze. Unayaachaje halafu na wewe ubaki salama? Huwezi kubaki salama. Kwa hiyo kadaabi ali firauna walladhina min qablihim, maana yake daabu haulai alkafara, dasturi, mwenendo wanaoenda nao makafiri waliopo leo, fil ijrami, katika kufanya makosa. Yani maana yake amaluhum wa tariquhum, matendo yao kwenye utendaji, lifestyle yao kwenye mambo, stadi za maisha, dasturi na taratibu, mila na utamaduni. Alladhi daabu fihi, ni kama waliofanya wale waliopita zamani, na wao waliletewa dini, mitume wakakataa hivyo, wakafuata taratibu za watu. Sasa na Allah naye anakuangalia tu. Siku ukiingia kile mnachosema kwenye 18 zake, na yeye ana formula yake, ana apply hapo. Wewe si ulimgomea, si ulimtukana, ukamuona hajui, ukafata ya wenye kujua, anakuangalia tu. Riziki anakupa, pumzi unavuta bure tu, wala hulipi kodi. Macho unayo unaona, masikio kakupa unasikia. Hata ukilala utumbo unameng'enya chakula ulichokula, mapafu yanaingiza na kutoa pumzi, moyo unapampu damu.
hivyo vitu wewe hulipii chochote. Inaonyesha yupo anayekuhudumia, ndio maana unaishi, lakini humjali, humfahamu. Effort yako yote unamtumikia kiumbe kama wewe na ambaye anahudumiwa kama unavyohudumiwa. Unaacha kumwabudu muumba, unamwabudu kiumbe. Sasa hii ni desturi kongwe, wamepita nayo wa zamani, na nyinyi mmesomewa yaliyowafika wa zamani, na nyinyi mnaendeleza yale yale. Kwa hiyo desturi walioenda nayo makafiri wa zamani ndio ile ile ambayo watu wa sasa nao wameirithi, wanaenda nayo, wanayafanya kama walivyoyafanya makafiri waliopita. Njia yao na utaratibu wa maisha ni kama wale waliokufuru zamani, alu Firauna wa man taqaddamahum, kama watu wa Firauni na waliotangulia kuishi juu ya ardhi hii kabla ya Firauni, minal umami, katika umma zilizopita. Ka qaumi Nuhin, kama watu wa Nuh, walimkataa Allah, wakamkufuru mtume aliyetumwa kwao, wakakataa kufuata haki, wakatekeleza kile walichozoea, wakawatii viongozi wao, wakaacha kumtii aliyewaumba na akawaumbia hao viongozi wao. Watu wa Nuhu wameangamizwa, na wao wakati wa kufa wamepata adhabu hizi. Waadin, au watu wa Adi nao sera ndo ile ile. Wa Thamud, na watu wa Thamud vile vile. Na kila umma unaokuja huwa unasomewa kilichowafika wenzao waliopita. Tumepita juzi tu kwenye suratul A'raf, tumesomewa visa vya mitume kadhaa. Kila mtume anawakumbusha watu wake, jamani, mnayoyafanya sio, kumbukeni kilichowafika wenzenu waliopita kabla yenu. Na sisi ndo vile vile tunasomewa taarifa hizi, lakini tunasema zimepitwa na wakati. Tuna zetu za kisasa ndo tunaishi nazo, mpaka mtu yamfike mauti na yeye aje alipiziwe jeuri yake, kama alivyofanya jeuri, analipwa jeuri wakati wa kufa. Hawa wote hawa walifanya makosa fil inadi watakdhibi walkufri walijrami. Haki ilikuweko mbele yao, wakaifanyia inda, wakaikataa kwa nguvu zote, hawakuijali, hawakuiangalia. Wamelinganiwa haki, wakakufuru, na mitume wakawakataa. Wamefahamishwa mambo ya kheri na ya shari, wakafanya ya shari, wakayawacha ya kheri ambayo walifanya makosa, walikuwa na wrong choice. Ni yale yale nyinyi mnayoyafanya, sio mapya, ndo walioishi nayo wenzenu. Sasa na kumalizia kama walivyomalizia wao, na nyinyi mnamalizia hivyo hivyo siku zenu zikifika. Hawa mnaosomewa walioishi kabla yenu, kafaru biayati llahi, na wao waliletewa aya za Allah wakazikufuru. Yenyewe mmeletewa aya za Allah, wala taqrabu zina, imekuwa ndo utamaduni, ndo mtindo wa maisha. Mtu haoni hasikii. Msilewe imeonekana ndo starehe. Mtu haoni hasikii. Alimradi wewe unaagizwa jambo, agizo linakufika, unajua linatoka wapi, alafu mwenyewe una maamuzi, unasema si agizo halali, nalikataa, achana nalo. Na hao pia wenzenu walipelekewa mitume, wakasomewa na aya za Allah, kafaru biayati llahi, yani jahadu ma jaahum bihi rusula, walipingana na maagizo waliokuja nayo mitume. Na anayeitwa mtume huwa katumwa, anayokwambia sio yake. Ukimkatalia mtume aliyetumwa kwako, yani umemgomea huyo aliyetuma mtume. Huyo aliyekuletea mjumbe, huyo ndo unayemgomea, humgomei huyu mjumbe. Huyu mjumbe aliyoko mbele yako unamdharau, ni mtu kama wewe. Na pengine wasema mtu wenyewe kusoma, mimi nina degree zangu. Wewe kuwa na degree zako, zingatia hichi ulichoambiwa ni agizo la nani, unamkatalia nani? Kwa hiyo hao waliohukumiwa huko nyuma kwa makosa walioyafanya, jahadu ma jaahum bihi rusula min indillahi, walipingana na maagizo waliokuja nayo wajumbe kutoka kwa Allah. Unaambiwa Mola wako hataki hili,
wewe unafanya. Unasema mabaya mangapi yanafanywa? Kwa hiyo na wewe unaongeza hayo mabaya. Muongezee tu mabaya, humdhulumu Allah wala humporomoshei sifa. Hayo mabaya yatakurudia wewe mwenyewe tu. Walipofanya makosa ya kudhulumu haki ya aya walizoteremshiwa, fa akhadhahumullahu bidhunubihim, Allah aliwaadhibu kwa sababu ya makosa yao, kwa sababu ya dhambi zao. Mwisho ulipofika aliwaadhibu, lakini sio kwa kuwadhulumu. Bidhunubihim, kawaadhibu kwa sababu ya dhambi zao. Na watu wote tushaambiwa ukifanya hivi nitakufanyia hivi. Kwa hiyo yule aliyokukwambia ukinifanyia hivi nitakufanyia hivi, akija kukufanyia baada ya wewe kumfanyia, haja kudhulumu, ndo kafanya uadilifu, alishakwambia wewe fanya tu unavyofanya, lakini mwisho hayo unaofanya na mimi nitakuja kufanya kitu fulani. Maana yake kama unajipenda na ukajua huyu aliyeniambia hivi simuwezi, achana na hilo jambo, uishi kwa amani. Lakini ukifanya ambacho yeye hakupenda, na maadamu ana nguvu juu yako, atakapokuja kutimiza ahadi yake kwa ulichomfanyia, hakukudhulumu, katenda haki na uadilifu uliokamilika. Fa akhadhnahum, tuliwaadhibu wenzenu waliopita, bidhunubihim, kwa sababu ya makosa yao. Dhambi zao ndo zilizosababisha waadhibiwe. Ahlaknahum bikufrihim wa takdhibihim, tuliwaangamiza kwa sababu ya kukufuru kwao. Kukufuru ni kukataa, disobedience. Tuliwaagiza maagizo yetu, wamekataa, kwa hiyo wameasi. Na kama wameasi, hawana right ya kutuasi, tunawaadhibu. Ahlaknahum, tuliwaadhibu, bikufrihim, kwa sababu ya kufuru yao, wa takdhibihim, na kukadhibisha kwao. Sisi tunataka waende hivi, wao wamekataa, wanafanya kinyume chake. Walistahiki adhabu na hawakudhulumiwa kwa kuadhibiwa huko. Inna Allaha qawiyyun shadidul iqab, Allah ana nguvu. Qawiyun, ana nguvu. Shadidul iqab, ni mkali wa kuadhibu, ana adhabu. Na siku ya kurudi kwake anasema fa yawmaidhin la yu'adhibu adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Baada ya kuondoka duniani tukarudi kwa mwenyewe Rahmani, anasema siku hiyo adhabu atakazotumia Allah kuwaadhibu viumbe wake hazijatumika hapa duniani kwa yoyote mwenye kuadhibu. Hajaadhibia yoyote mwenye kuadhibu hapa duniani adhabu atakazozitumia Allah siku hiyo. Na wengine huwa wanafungwa, wanakaa kifungoni. Duniani mna uzoefu, mnasikia watu wanafungwa, lakini Allah anasema kuna viumbe huko siku hiyo atawafunga, lakini kifungo atakachotumia kufunga hakijatumika katika dunia hii. Hajafunga yoyote katika waliofunga. Kwa hiyo kama kuna gereza mnalifahamu baya hapa duniani, hilo cha mtoto tu. Allah huko ndo kaandaa magereza. Kuna watu watastahiki wafungwe, atawafunga. Kuna watu watastahiki waadhibiwe, ataadhibu kwa adhabu ambazo hazijapatapo kutumika popote. Kwa wale mlosikia waliadhibu sana, hawajafikia kiwango cha adhabu atakazoadhibu Allah siku hiyo waja wake waliomkosea. Inna Allaha qawiyyun shadidul iqab, Allah ni mwenye nguvu na ni mkali wa kuadhibu. Qawiyul batshi, akimtia mkononi hasimu wake adhabu zake zinakuwa ni za nguvu. Shadidul adhabi, na adhabu zenyewe zinakuwa ni kali, hazifanani na adhabu nyingine. La yaghlibuhu ghalibun wala yafutuhu haribun, sifa za Allah hizo. La yaghlibuhu ghalibun, duniani ukisikia kuna shujaa katamba sana, kapiga sana, siku moja atapata mbabe wake tu na yeye atapigwa. Lakini Allah anachosema la yaghlibuhu ghalibun, hakuna shujaa wa kumshinda Allah. Hakuna mwenye nguvu atakayemzidi Allah nguvu, hatokei katika ulimwengu mbinguni na ardhini, hakuna. Sasa kama wewe unayaweza mbabe sana, fanya tu saizi yako utakachoweza kufanya, lakini matokeo
utakuja kuyaona siku moja, lazima ulipiziwe, kwa sababu Allah humshindi. Utawashinda viumbe, lakini humshindi aliyewamiliki viumbe. Wala yafutuhu haribun. Hapa duniani kuna magereza tunasikia yana wahalifu waliopitiliza na wengine wanakimbia jela. Mwaka 2014 nilisoma article, niko gerezani. Kuna mtu mzungu wa unga kakimbia jela. Jela lina CCTV kamera, linaangaliwa saa zote, lakini mtu katoroshwa na wapambe wake, wakamtoa jela. Sema katoroka vipi? Watu wamejenga nyumba kilomita 3 kutoka lilipo gereza, huko mbali ya mipaka ya gereza, wakachimba tunnel chini kwa chini, ikenda ikatokezea chooni. Maana huyu bwana jinsi anavyoangaliwa, jinsi anavyoonekana, ana gadi ya nguvu huko nje. Maana watu wa dawa za unga hatari. Mtu mmoja yeye mwenyewe kama ana serikali vile, ana makomando wapiganaji wa nguvu, ana wanasharia wake, pahala popote atashinda tu, ana kila kitu. Sasa wakimkamata huyu kwa usumbufu wake, wanakuwa waangalifu sana asije akatoroka. Watu wamechimba, watu wana pesa, wamejenga nyumba kilomita 3, si masafa madogo, wakachimba tunnel nafaka, njia ya chini kwa chini kutoka ilipo hiyo nyumba, wala hauonekani udongo wanautupa wapi wanaochimba huko chini. Alafu jinsi walivyo na mahesabu, wamechimba chini wakaja wakatokezea hapa ndo chooni. Maana CCTV kamera inazingatia pia na heshima ya mtu. Huwezi kuweka CCTV kamera mpaka chooni uweke. Hasa mpaka yuko chumbani kwake wanamuona, akitoka kwenda wapi wanamuona, kawasha TV wanamuona, lakini akitoka akifungua mlango wa chooni kuna faragha. Sasa kilichokuja kuwashtua, mbona tangu alipoingia chooni hajatoka? Tafuta ufunguo, magereza mwenye ufunguo yuko mbali. Tafuta ufunguo, fungua selo, fanya hivi, kwenda chooni kuna tobo. Ufuatilia wampate wapi bwana? Kasepa. Sasa duniani kuna wajanja, wana uwezo. Wewe ukifanya lako, kuna watu nao wana study, wanafanya zaidi ya hivyo. Lakini kwa Allah anasema hili jambo haliwezekani. La yafutuhu haribun. Hakuna mtorokaji atakayeweza kutoroka kwenye jela ya Allah. Mmeipata hiyo? La yaghlibuhu ghalibun. Hakuna mshindi atakayemshinda Allah. Wala yafutuhu haribun. Wala hakuna mtorokaji atakayetoroka kwenye jela ya Allah. Unamwezaje sasa huyo? Na ukitoroka uende wapi? Kwa mfano, maana shatoa tangazo Allah, ya maashara aljinni wal insi, enyi majini na wanadamu, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi famfudhu. Mnafanya vituko na mna siku ya miadi ya kukutana na nyinyi, lakini kama munaweza kutoroka kwenye maeneo niliyoyamiliki mimi kwenye mbingu na ardhi yangu, torokeni mapema kabla haijafika siku ya kukutieni mkononi. Yani mtoroke mkaishi kwenye mamlaka sio ya Allah. Kwa mfano, umekosea Tanzania, ukafanikiwa kutoroka Tanzania, ukaenda zako Ujerumani. Unajua Tanzania haina ubavu wa kuingilia kati Ujerumani, wakati Wajerumani washakupa hifadhi, wanakulinda. Kuna mmoja akafanya ufedhuli kule Uingereza, akamtukana Mtume, Irani wakatangaza dau kubwa tu la pesa. Uingereza wamemweka jela, maana kawekwa chini ya ulinzi, hatoki nje, hatembei. Naona sasa Allah anasema kwenye mamlaka yake, mnapomfanyia asiyoyataka anakupururieni kwa kipindi hiki cha kuwa mko kwenye mtihani. Kwenye mtihani mtahiniwa habughudhiwi, lakini siku ya kuja kutoa hukumu, kama mnaweza kutoroka, mtoroke kabisa kwenye eneo lake la mbingu zake na ardhi zake, muondoke. Kama kuna Mungu mwingine mnayemwamini, mkakimbilie huko akupeni himaya. Mkiliweza hilo, do it, tokeni. Lakini mwenye akamaliza kusema la tanfudhuna illa bisultani,
hamuna uwezo wa kutoroka kwenye mamlaka yangu, labda muwe muna nguvu ya uungu kama nilionayo mimi. Nani anaimiliki? Fabiayi alai rabbikuma tukadhibani, kwani nyinyi binadamu na majini, neema gani katika neema alizowaneemesha nazo Mola wenu mnazopinga kuwa sio yake Allah? Ipi? Haipo, zote ni neema za Allah, lakini tunakuwa jeuri tukupita kiasi. Kwa hiyo Allah kamalizia kusema inna Allaha qawiyyun shadidul iqab, Allah ana nguvu yeye mwenyewe binafsi, alafu adhabu zake ni kali, hazifananishwi na adhabu za yoyote mwenye kuadhibu. Na katika nguvu zake Allah, la yaghlibuhu ghalibu, hakuna mwenye ubavu wa kusema atashinda nguvu za Allah. Allah hashindwi na mbabe yoyote. Wala yafutuhu haribun, na kama kuna watu wajanja wa kutoroka kwenye maeneo nyeti yenye ulinzi mkubwa, Allah kwake hatoroki yoyote. Sasa wewe mwenyewe jipange, fanya kivyako, uangalie hatima yake ni mwisho wa maisha yako tu. Siku ikichukuliwa roho unaona, na siku hiyo lazima utajuta na utaleta maneno ya kuomba radhi, lakini hayasikilizwi. Kwa leo, kutokana na muda, tuweke hapo. Tutakuja kuendelea na aya inayofuata kesho inshallah, roho zikifika. Ila kama dasturi, narudia tena mara moja neno kwa neno tuliposoma leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad. Kumbusha ewe Muhammad kwenye kitabu hiki katika kadhia ya mambo ya kijamii kwenye maisha ya Waislamu, kwa mujibu wa maagizo ya dini ambayo kwa waumini ni ibada kuyatekeleza. Kuna watu miongoni mwao walisema, wanaitwa wanafiki. Idh yaqulu almunafiquna, kumbusha waliposema wanafiki, wale watu ambao wanautamka Uislamu mdomoni lakini nyoyo zao zinauchukia. Walladhina fi qulubihim maradun, maneno haya yalichangiwa, yalienezwa na wale ambao imani yao kwenye dini bado ndogo, wana ugonjwa kwenye nyoyo zao wa upungufu wa imani. Hawa walishirikiana na wanafiki, wakasema kuwabeza watu wema wanaokubali kutekeleza amri halali za Allah. Waliwasemaje? Gharra haulai dinuhum, hawa watu dini yao inawadanganya sana, wana misimamo ya ajabu. Kwa kila wanaloagizwa wanakubali tu. Ingine shote ujiongeze. Sasa unajiongezaje kwenye amri ya Allah na agizo alilopewa mtume ambaye umeahidi utamtii? Waman yatawakkal ala Allah, Allah akawajibu katika waumini, yoyote anayekuwa kweli anamtegemea Allah, fa inna Allah azizun, aelewe Allah ni mshindi. Kwa hiyo ukimtegemea mshindi, wewe umeshinda already. Kama unamtegemea Allah, wewe jihesabu ni mshindi. Ikiwa mahusiano yako na Mola wako yako sawa, wewe uko salama kabisa, na utafanya mambo ya ajabu kabisa, kwa sababu Allah anakuwa ndo msaidizi wako. Halafu Allah hakurupuki akafanya mambo ovyo ovyo. Hakimun, analifanya kila jambo mahala pake, ana nguvu ya kufanya atakalo bila ya kukwazwa, lakini hapelekeshwi na viumbe wake. Anafanya mambo kwa muktadha wa hikma kubwa. Kila jambo linafanywa linavyostahiki iwe na si vinginevyo. Walau tara, lau ungeliweza kuona, idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu, pale ambapo malaika wanawafisha makafiri, wanachukua roho za makafiri. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, wanakuwa wanawafanyia vurugu, maana na wao huwa si watulivu, wanawapiga nyuso na vichogo vyao. Wadhuku adhab alhariq, na wanawaambia maneno ya ovyo yanayokera, onjeni adhabu ya moto, na wanawapa na sababu. Dhalika bima qaddamat aydikum,
yote haya yanawafika kwa sababu ya kilichotangulizwa na mikono yenu. Muda mliopewa hapa duniani wa kujiandaa na akhera umeutumia vibaya. Mlioyafanya yote hayako katika vigezo, kwa hiyo lazima mfanyiwe hivi. Dhalika bima qaddamat aidikum, adhabu hii inayowafika leo ni kwa sababu ya makosa yaliyotangulizwa na mikono yenu wenyewe, yani ni vitendo vyenu wenyewe, matokeo yake yanalazimika yawe haya. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lilabid, na eleweni haya sio mnaonewa, hamdhulumiwi. Allah si mwenye kumdhulumu mja wake hata kidogo. Kwa hiyo haya mliyatayarisha wenyewe, yameingia automatically kama kwenye Microsoft Excel. Ukiingiza kwenye row na kwenye column formula yake, basi ukishusha vitu vinajipanga vyenyewe. Kwa hiyo na Allah kaweka kadari katika ulimwengu huu, ukifanya hili matokeo yatakuja haya, ukifanya hili matokeo yatakuja haya. Kwa hiyo mwenyewe ndo unafanya haya mambo, siku ikifika utakuja kukuta yale matokeo yake. Dhalika bima qaddamat aidikum, haya yanayowafika mulijitayarishia wenyewe kwa mikono yenu. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lilabid, na Allah si mwenye kuwadhulumu waja wake. Kwa hiyo hajawaonea, hajawadhulumu, hivi vitu mlivitayarisha wenyewe. Kadabi ali Firauna, dasturi yenu mlioishi nayo ni kama dasturi ya watu wa Firauni, na yaliyowafika watu wa Firauni lazima yatawafika na nyinyi. Nyinyi mnasema wembe ndo ule ule alonyolewa fulani, na wewe unanyolewa kwa ule ule, haununuliwi mpya. Sio yule kaadhibiwa kwa makosa haya haya alafu wewe usalimike. Wewe nani? Kadabi ali Firauna, dasturi yenu mnayoenda nayo ni kama dasturi ya watu wa Firaun, walladhina min qablihim, na wale waliokufuru kabla yao. Ndo ile ile, na nyinyi mnaenda nayo ile ile, na matokeo ndio yatakuwa yale yale. Kafaru biayati llahi, hao Firauni na walioishi kabla yake walizikufuru aya za Allah, na nyinyi hamzitaki, mnazikataa. Utajisikia uko huru wakati uko kwenye maisha haya ya mtihani, lakini siku muda ukisha ndo unakuta yale matokeo, result. Kafaru biayati llahi, wenzenu hao walizikufuru aya za Allah. Fa akhadhahum Allahu bidhunubihim, Allah aliwaadhibu kwa sababu ya makosa yao. Kwenye yale makosa ndo mnajitengenezesha wenyewe yatakayotokea, matokeo ya makosa. Kwa hiyo kafaru biayati llahi, wenzenu walizikufuru aya za Allah, walikuwa wanasomewa kama mnavyosomewa, walizikufuru aya za Allah. Fa akhadhahum Allahu bidhunubihim, kwa hiyo siku ilipofika, siku muwafaka, walipoingia kwenye 18, Allah aliwaadhibu kwa sababu ya makosa yao. Hakuwaonea, hakuwadhulumu, walijitayarishia ile kitu. Inna Allaha qawiyyun shadidul iqab, hakika Allah ni mwenye nguvu na ni mkali wa kuadhibu. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yetu Muhsin anauliza tofauti ya hadathi na najisi. Hadathi ni abstract, ni kitu kisichoonekana. Najisi huwa ni kitu kinachoonekana. Sasa hadathi ni hali anayokuwa nayo mtu ya kutokuwa tohara. Kwa mfano hana udhu, ndio anaambiwa ana hadathi. Kutokuwa na udhu ni hadathi ndogo. Lakini ana janaba, ana nifasi mwanamke, ana hedhi, hizi ndo hadathi kubwa. Tohara ya hadathi ni kuoga.
Tahara ya najisi ni kuiondoa aini ya ile najisi, kama kinyesi na vinavyofanana na hivyo, mkojo, hizi ndo najisi. Mate ya mbwa, makoho yake, denda lake, nguruwe. Mbwa na nguruwe tunaambiwa miili yao yote najisi. Sasa najisi ni kitu kichafu kinachoonekanwa. Hadathi ni uchafu ambao hauonekani. Wallahu aalam. Najisi unaiondoa kwa kuiondoa aini yake, uhakikishe unaondosha na harufu yake, na uondoshe na harufu, aini na ladha. Kama ni kitu cha kuonjeka, uhakikishe hivi nilivyoosha, ladha ya hichi kitu haipo, harufu yake haipo, na aini yake, kile kinachoonekana hakipo. Kwa hiyo tofauti ndio hiyo. Najisi inaonekana, hadathi haionekani. Kwa hiyo ukishapiga vitu vyako usiku ukiamka, wala sikujui mie, au kuna mtu anajua jamaa kakwenchi usiku, umjui, au unakaa hapa usingizini ukasinzia, ikitoka mtu akisikia sauti, we mwenyewe utaona haya, utaenda kuoga. Lakini kama kimya kimya unajijua mwenyewe, sometime unakomaa tu, lakini unajishiti mwenyewe. Hadathi ni kutokuwa tohara, kwa kutokuwa na udhu au kuwa na janaba, hedhi na nifasi. Najisi ni kitu kinachoonekana kichafu kilichotoka katika miili ya viumbe au chengine chochote kama pombe na jina. Wallahu aalam. Ndio hilo tu, swali moja. Keshasikia muulizaji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bahasha na kumbusha, bahasha na kuchukua